Joseph Brighton Malekela. Hivi karibuni nilitambulishwa kama mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya vijana ya shindano la vijana uchumi challenge. Na mbele yenu niko na wajumbe ambao walitambulishwa pia pamoja nami, bila shaka wengi wenu mnafahamu. Awali ya yote tunapenda kutumia muda huu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutukutanisha siku ya leo tukiwa wazima. Aidha, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake anazozifanya katika kukuza ustawi wa vijana nchini Tanzania, ikiwemo jitihada za hivi karibuni za kuanzisha wizara maalum ya maendeleo ya vijana. Na kwa umuhimu mkubwa tunatoa shukrani za dhati kwa mara nyingine kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Dr. Joel Nanauka kwa kututeua sisi kusimamia shindano la vijana uchumi challenge kwa mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, hivi karibuni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Dr. Joel Nanauka, mbunge, alitangazia umma kuwa kutakuwa na shindano maalum na kwamba ameunda kamati ya kusimamia shindano hilo. Siku ya leo tulioko mbele yenu ni wanakamati na tumekuja hapa tukiwa tuna maelezo ya kina kuhusu shindano la vijana uchumi challenge kwa mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, kwa kutambua ongezeko la changamoto mbalimbali duniani ikiwemo vita, majanga ya kimataifa na ushindani wa kiuchumi, na kwa kuzingatia kwamba nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania zinaweza kuathirika moja kwa moja kutokana na madhara yanayotokana na changamoto za kimataifa, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana inawaletea shindano la vijana uchumi challenge 2026 lenye kauli mbiu wana tunafikiri taifa linasonga. Shindano hili linalenga kukuza mawazo ya vijana yenye ubunifu, yanayotekelezeka na endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari za misukosuko ya kimataifa. Shindano hili linakaribisha ushiriki wa vijana. Kijana yeyote, kuna sifa kuu mbili za kushiriki kwenye shindano hili. Kwanza, uwe kijana, hapo tukisema kijana tunatumia tafsiri rasmi ya Sera ya Maendeleo ya Vijana mwaka 2007 toleo mwaka 2024, ambao ni mtu yeyote mwenye miaka 15 mpaka 35. Sifa ya pili, lazima uwe Mtanzania. Unaweza kushiriki kwenye shindano hili. Shindano hili linakaribisha ushiriki wa kijana mmoja mmoja, sio kikundi, ambapo anakaribishwa kuwasilisha mawazo yake kwa njia ya maandishi yasiyozidi maneno 300 au kwa njia ya video isiyozidi dakika 3 kupitia kiunganishi bit.ly/vijana-uchumi-challenge 2026. Tutaweka pia QR code ya hii kiunganishi pamoja na linki hii katika mitandao yetu rasmi ya kijamii ili vijana tuweze kupata taarifa. Mawazo ya vijana yanakaribishwa kuwasilishwa wakati wote kuanzia sasa na kabla ya tarehe 30 Aprili. Ili mtu aweze kushinda, wazo linapaswa angalau likizi vigezo vifuatavyo. Moja, tunaangalia swala la ubunifu, kiwango cha fikra mpya na upekee wa wazo. Mbili, tunaangalia uelewa wa changamoto za kimataifa, kwa maana ya kiwango cha uelewa wa mshiriki kuhusu changamoto za kiuchumi za sasa na muktadha wa kimataifa. Tatu, tunaangalia uhalisia, utekelezekaji wa wazo na uwezekano wa kutekelezeka kwa vitendo, sio leto wazo ambalo mwisho wa siku halitekelezeki au halina uwezekano wa kutekelezeka. Nne, ni athari kwa uchumi wa nchi yetu. Tutakuwa tunaangalia mchango unaotarajiwa wa wazo katika kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tano, ni uwezo wa kuleta fursa. Tutaangalia uwezo wa wazo hilo linalowasilishwa katika kuzalisha na kuongeza fursa, ikiwemo fursa za ajira kwa vijana wa Tanzania. Sita, ni swala la uendelevu. Tutakuwa tukiangalia uwezo wa wazo kudumu na kuleta mafanikio, matokeo chanya kwa muda mrefu. Saba na mwisho, ni ubora wa uwasilishaji. Tutaangalia mpangilio, uwazi na urahisi wa kueleweka kwa wazo lenyewe ambalo linawasilishwa. Ndugu waandishi wa habari, ufuatao utakuwa ni mtiririko wa shindano lenyewe kuanzia leo mpaka siku tunapata mshindi.
Fuatao ni utaratibu ambao utatumika katika kupata mshindi wa shindano hili. Kutakuwa kuna mchujo wa awali. Kwa maana ya kutoka sasa mpaka tarehe 30 Aprili watu watakuwa, vijana wanakaribishwa kuwasilisha mawazo yao. Tumesema kwa njia ya maandishi au kwa njia ya video. Kama ni maandishi maneno 300, kama ni video isizidi dakika 3. Na taarifa zile za msingi, jina lake na kwa maana ya umri wake, ni Mtanzania, lazima atakuwa na sehemu pia ya kuthibitisha kama ni Mtanzania. Sasa baada ya kuwa mawazo yote yamepokelewa hapo tarehe 30 Aprili, ufuatao kutoka kwa utaratibu ambao utatumika kuweza kupata mshindi. Kuna mchujo wa awali ambapo kamati yetu itapitia mawazo yote yatakayokuwa yamewasilishwa ili kuweza kupata mawazo 100 bora ya washiriki wote nchi nzima, kwa kuzingatia vigezo vile nilivyosema. Kwa hiyo hakutakuwa na vigezo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuangalia ubora wa mawazo hivyo ambavyo nimetaja hapo awali. Na wale watu 100 ambao ni bora katika wale wengi watapewa taarifa moja kwa moja kupitia mawasiliano yao watakayowasilisha katika fomu ambayo watakuwa wamejaza mawazo yao. Baada ya kupatikana washindi watu bora 100, kitakachofanyika, washindi wote 100 nchi nzima tutawapa fursa adhimu sana wale 100 bora kukutana ana kwa ana. Utakutana ana kwa ana mahali ambapo tutawatangazia kwa muda wa siku kadhaa ili kutoa fursa ya kukutana ana kwa ana na timu ya majaji. Kwa hiyo tukipata watu 100 tutawatangazieni kwamba kutakuwa kuna majaji watakao kuwa wanaendesha shindano kuanzia hapo mpaka mwisho. Sasa hilo zoezi litakuwa la kamati yetu ya maandalizi tena. Tutakuwa kuna timu ya majaji ambao itakutana kwa ajili ya kuweza kukutana nao hao watu waliowasilisha mawazo yao ana kwa ana ili kuweza kufahamu zaidi walikuwa wanawaza nini. Kumbuka awali wanawasilisha maneno 300 na video dakika 3, huenda haina maelezo ya ziada. Watatoa fursa watakutana hawa watu 100, watapata nafasi ya kukutana ana kwa ana na majaji ili kuweza kufanya mchujo wa robo finali kutoka washiriki 100, ambapo kila mtu atapata nafasi ya kujieleza kwa alau dakika 10 sasa katika hii robo finali. Dakika 10 kwamba wazo lake aliwaza nini hasa, ukubwa wake ukoje, utekelezekaji wake, uendelevu, uwezo wa kuzalisha fursa na mambo mengine kama hayo. Na katika mchujo huu wa robo finali tutapata washiriki 30 bora. Ndugu waandishi wa habari, washiriki 30 bora wataingia kwenye hatua ya nusu finali ambapo nao watapata fursa ya kuyaboresha mawazo yao. Kama umeshinda kwenye robo finali utapata nafasi ya kuboresha zaidi mawazo yako ili wakati unajiandaa kwenda kushindana kwenye nusu finali. Boresha zaidi, lakini pia kufanyia kazi maoni ya majaji ambao wameyatoa kwamba pengine ukiboresha hivi wazo lako litakuwa bora zaidi. Ambapo hawa washiriki 30 watapata nafasi tena ya kuwasilisha kwa dakika 10 kila mmoja mawazo yao, ukubwa wa mawazo yao, utekelezekaji wake na kwa nini anafaa kushinda. Kutoka kwenye mchujo wa nusu finali tutapata mawazo 10 bora ambayo yataingia finali. Ndugu waandishi wa habari, washindi 10 bora ambao wataingia finali tunawaandalia tukio kubwa ambalo tutawatangazia hapo baadaye ambapo kabla ya kufika kwenye tukio hilo hawa watu 10 bora watapata fursa ya mafunzo kidogo, brashiwe namna ya kuweza kuwasilisha mawazo yao vizuri kwa umma, lakini pia yale mawazo ambayo tutaona yana umuhimu wa kufanyiwa ithibati kabla ya kuwasilishwa kwa umma yatakiwa ithibati kwanza ili mwisho siku kuweza kulinda mawazo ya vijana. Na zaidi sana tutawapa mafunzo ya kuwawezesha namna gani ya kuweza kuwasilisha na kushinda, kwa maana tutakuwa na trainers ambao watawasaidia. Na hawa washindi 10 bora tutawaandalia tukio maalum, litakuwa tukio la umma, wote mtapata nafasi ya kuja kushiriki na kujifunza namna ambavyo vijana wana mawazo yanayoweza kuifanya nchi yetu ikawa himilivu na istahimilivu bila kujali changamoto za kimataifa ambazo zinaikumba dunia yetu ambazo hazitabiriki. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwajulisha kwamba kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana aliwaambia kwamba donge nono la takriban shilingi milioni 50 limetengwa kwa washindi, ufuatao utakuwa mgawanyiko wake. Zawadi za washindi zitatolewa kama ifuatavyo: mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni 30, mshindi wa pili ataondoka na shilingi milioni 15, mshindi wa tatu ataondoka na shilingi milioni 5. Washindi wanaofuata wale 10 bora, wale 7 mpaka 10,
wataondoka na shilingi milioni 1 kila mmoja. Aidha kutakuwa kuna faida nyingine ambazo zitakuwepo ambapo nimesema hapo awali kwamba wale 100 bora wote watawekwa sehemu moja pamoja, watakuwa na fursa ya kupata mafunzo, kupata training hapa na pale, kuweza kukuza uwezo wao wa kiubunifu, mawazo yao, kukuza uwezo wa kufikiri, lakini pia namna ya kuweza kutatua changamoto za kijamii. Aidha kwa wale washindi 10 bora, nje ya fedha ambazo watapewa, watanufaika pia na mentorship ambazo zitakuwa zikifanyika chini ya wizara yetu ya maendeleo ya vijana ili kukuza uwezo wao katika ubunifu na kuwapa fursa ya kutekeleza kwa vitendo mawazo yao. Kwa tutakuwa kuna fursa nje ya kupata fedha, kupata mafunzo, kupata mentorship, ili shindano hili lisiwe jambo la mara moja na kuondoka. Aidha washindi 30 watakaoingia nusu finali wataunganishwa na wadau mbalimbali wa umma na binafsi ili kutoa fursa ya kukuza uwezo wao na kuendeleza kuyafanyia kazi mawazo yao yaweze kutekelezeka. Na kubwa zaidi wale washiriki 100 wote pamoja na wingi wao, tukishakuwa tumesema hawa 100 bora ndio 100 bora, bado mtapata nafasi ya kuwafahamu kwa kutoka na ile exposure ambao wanaipata, lakini hawa 100 wote pia watapata vyeti maalumu vya kutambua mchango wao wa mawazo, namna gani nchi yetu inaweza kufanya kuweza kuwa na uendelevu bila kujali changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba dunia yetu. Ndugu waandishi wa habari, ninapoelekea mwisho wa taarifa hii, shindano hili ni la kila kijana wa Tanzania. Kama nilivyosema awali, kijana yeyote mwenye umri wa miaka 15 mpaka 35 anakaribishwa kuweza kushiriki. Hivyo tunakaribisha vijana wote waweze kushiriki kikamilifu katika shindano hili. Aidha tunatumia fursa hii vile vile kukaribisha wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wangependa kuunga mkono jitihada hizi ili kufanikisha kwa ukubwa zaidi shindano la Vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda kuhakikishia pia nyie wote kwamba kuanzia leo kamati yetu itakuwa ikipatikana kwa ajili ya kuweza kutoa elimu zaidi katika vyombo vya habari mbalimbali, kuwafikia vijana mahali mbalimbali, kuhamasisha ili kuweza kupata ushiriki mkubwa zaidi wa vijana katika shindano hili. Aidha tunawahakikishia kwamba shindano hili litaendeshwa kwa uwazi, shindano hili litaendeshwa kwa haki, na zaidi sana tutakuwa tukihakikisha kwamba tunawapa updates za mara kwa mara kwamba hatua gani imefikia. Kwa ikifika tarehe 30 tumefunga dirisha, tutawaambia tumepata mawazo mangapi nchi nzima, na hatua inayofuata. Kwa kutakuwa kuna ile tunasema periodic update, mara kwa mara tutakuwa tunawapa taarifa ili muweze kufahamu na vijana pia waweze kufahamu mwendo wa shindano hili. Nawashukuru sana na karibuni kama kuna maswali yote.